Bana, upande wa Jairut wanaonyesha kabisa kwamba wapo serious kweli kweli. Pale ambapo wanaona kabisa kwamba kuna jambo ambalo wanatakiwa kulifanya, basi ni lazima walifanye. Tuliweza kuona siku chache zilizopita kwa upande wa Jairut akikabidhi magari kwa upande wa wachezaji wa klabu hiyo ambao kwa upande wao watakuwa wakitumia kwenye usafiri wao binafsi. Sasa mpaka sasa hivi taarifa kubwa ambayo sasa hivi inasambaa ni baada ya basi jipya kuweza kuwasili ndani ya Tanzania. Je, nini hasa ambacho kwa upande wa klabu ya Simba wamekifanya kuelekea mapokezi yao makubwa ambayo Jairut yameandaa? Nikwambie tu kwamba basi tayari limeshawasili. Sasa kabla hatujakwenda kuangazia kwa undani, nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito. Karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Bwana, nikwambie tu kwamba Jairut yupo serious kweli kweli. Ni tukio kubwa linalotikisa ulimwengu wa soka Tanzania. Ni ndani ya klabu ya Simba. Furaha imefurika baada ya basi jipya la kisasa kufika rasmi ndani ya Tanzania, likiwa sehemu ya uwekezaji mkubwa kutoka kwa wadau wa klabu hiyo. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zinaendelea kusambaa, basi hilo tayari limeshawasili na muda wowote kuanzia sasa linatarajiwa kukabidhiwa rasmi kwa uongozi wa Simba. Na tunafahamu kwa upande wa kampuni ya Jairut Investment Company chini ya uongozi wa Joseph Rwegasira, tayari mambo yamekamilika huko. Basi tayari kama ambavyo unaona muonekano wa basi hili, ni basi ambalo ni level nyingine kabisa. Kwa waliopata nafasi ya kuliona basi hili, sio la kawaida kabisa. Ni basi la kisasa lenye muonekano wa kuvutia sana, likiwa limeboreshwa kwa kiwango cha juu kabisa kulingana na hadhi ya klabu yenyewe ya Simba. Basi hili ukilitazama muonekano wa kifahari wenye rangi ya nembo za Simba, viti vya kisasa, lakini pia mfumo wa kisasa wa hewa yani AC, lakini pia teknolojia ya kisasa ndani ya basi, lakini pia nafasi kubwa kwa safari za mbali. Wadau wengi wa soka wamesema wazi kuwa hili ni moja ya mabasi bora kabisa kuwahi kuonekana ndani ya soka la Tanzania. Sasa kinachofanyika tukio hili liwe la kipekee zaidi ni kwamba klabu ya Simba wameandaa utaratibu maalum wa kulionyesha tukio hili live kupitia chaneli zao rasmi, yani channel ya YouTube, Facebook pamoja na Instagram. Hii ina maana kuwa mashabiki wote popote walipo watakuwa wakiona tukio hilo moja kwa moja, basi hilo likiwa likikabidhiwa kwa uongozi. Ya maana kwamba hakutokuwa na siri, kila kitu kitaonekana wazi. Ni tukio la historia kwa upande wa klabu. Lakini pia mashabiki wanaoshauriwa tu kuwa tayari kufuatilia muda wowote kuanzia sasa, kwani kukabidhiwa kunaweza kufanyika wakati wowote. Hatua hii pia inaonyesha wazi dhamira Jairut Investment Company katika kuiboresha Simba, si tu kwa upande wa wachezaji, bali pia miundombinu na ustawi wa timu kwa ujumla. Baada ya kutoa magari kwa baadhi ya wachezaji, sasa wameenda kwenye hatua kubwa zaidi, basi la kisasa kwa ajili ya timu. Hii ina maana kwamba ni kuboresha mazingira ya safari kwa wachezaji, lakini pia kuongeza morali ya timu, kuonyesha hadhi ya Simba Sports Club kimataifa. Mashabiki wa Simba wao kwa upande wao wamepokea tu habari hizi kwa shangwe. Mitandao ya kijamii ukitazama namna ambavyo mambo yalivyo, unaona kabisa watu wakiwa wanaeleza kwamba hii ndio Simba ambao wanahitaji. Hakuna shaka kabisa tukio hili la historia, mambo yanakwenda kuwa tunasema kwamba mambo yanakwenda kuwa mazuri.